cha Meza Huru. Asante sana watu wa Meza Huru. Niko vizuri. Habari ya kazi? Tunashukuru Mungu. Kazi zinakwenda. Ndio. Wanasema kazi inaendelea. Kazi inasonga mbele. Nina furaha kubwa sana kuitikia kwanza mwaliko wetu kuketi na sisi hapa ili tujifunze kupitia wewe. Wewe ni mkufunzi lakini pia ni mtaalamu wa masuala haya ya uchumi na fedha. Ndio. Kizuri zaidi unaithibati kutoka Benki Kuu ya Tanzania kwa maana BOT. Leo tunajadili na Watanzania, tunataka tuwape somo kuhusiana na namna bora ya utunzaji wa fedha. Tunamaanisha nini tukizungumza masuala haya ya utunzaji wa fedha, Bwana Festo? Safi sana. Nashukuru sana kwa ukaribisho, lakini pia niwakaribishe watazamaji wetu. Tuanze mada yetu moja kwa moja. Tunapozungumzia habari ya kutunza fedha, tunamaanisha ule uwezo wa kuacha sehemu ya fedha inayoweza kukufaa kwa baadaye. Kwa sababu kwenye kila fedha anayoipata mtu inatakiwa awe na uwezo wa kufikiria vitu viwili kuhusu maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Maisha ya sasa tunazungumzia mahitaji yale yanayokufanya endelee kuishi. Maisha ya baadaye tunazungumzia malengo, yanaweza akawa ni ya muda mfupi au ya muda mrefu. Lakini pia kuna namna nyingine ambayo mtu anaweza akawa anatunza fedha kimkakati kwa ajili ya kuijenga baadaye yake, tunasema kuijenga future. Kwa hiyo lazima kila mtu mwenye maono, mwenye ufahamu, mwenye uelewa na mwenye dira ya maisha sahihi awe na uwezo wa kufanya vitu vikubwa vitatu kwenye uchumi wake. Cha kwanza, awe na uwezo wa kutengeneza fedha kwa uhakika kupitia kutatua matatizo ya watu, kuuza bidhaa, kuuza huduma, ama kusaidia kuburudisha watu, ama kutekeleza jambo lolote ambalo ulimwengu unahitaji. Then akishaipata fedha akaifikisha mkononi mwake, awe na uwezo wa kuifanya ikae kwake, ajenge mahusiano na hiyo fedha, kwa maana kwamba ailinde na kuitunza ili kuwa na hazina, kwa sababu utunzaji wa fedha ndiyo kitu pekee kinachomfanya mtu awe na miliki ya hazina ya maisha. Ndio maana wasoma vitabu kuna mahali wanazungumza kwamba fedha imethibitishwa kwamba ni jawabu. Karibu kila kitu kinahitaji fedha. Kwa kama ni mtu unapata fedha unamaliza yote, ina maana ni mtu ambaye hauko tayari kutunza sehemu ya ulinzi wako. Hauko tayari kutunza sehemu ya fedha kwa ajili ya nguvu yako. Ndio maana mtu mwenye fedha ana nguvu, asiye na fedha anaonekana dhaifu. Ndio maana matajiri wa Babeli kuna kipindi walisema kwamba mtu asiye na fedha ni kama udongo au kipande cha udongo laini ambacho mtu yeyote anaweza akakikanyaga, akakisambaratisha, akakifanya vyovyote. Lakini mtu mwenye fedha ni kama jabari au kipande cha shaba ambacho ukikigusa tu unaumia wewe, na kikikuangukia umeisha. Na jambo la tatu, baada ya kupata hiyo fedha lazima uwe na uwezo wa kufikiria namna kutengeneza maisha ya baadaye kwa kuifanya hiyo fedha iweze kujengewa kama kitu tunakiita upande mti ambao utakupa matunda kwa ajili yako kwa maisha baadaye utakapostafu, lakini kwa ajili ya vizazi na vizazi na vizazi huko mbele. Asante sana. Mtazamaji, huyo ni mtaalamu wa masuala haya ya uchumi na fedha, Bwana Festo Amos. Tunakuita CFE. Festo Amos, hii CFE maana yake nini? CFE ni ufupisho wa maneno Certified Financial Educator. Yani financial educator. Yani ni mwelimishaji wa masuala ya uchumi na fedha ambaye amethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambayo ndiyo taasisi yenye mamlaka ya usimamizi na udhibiti wa masuala yote ya kifedha ndani ya mipaka ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo wamenipa kibali hicho ili nizungumzie namna wananchi wanaweza wakahusiana na fedha. Kwa hiyo kuna mtu sahihi kabisa. Naam. Na si kila mtaalamu wa fedha ana nafasi, yani amekuwa certified. Kuna wengine wanafundisha kwa sababu anajisikia, wengine anafundisha kwa sababu amesoma kitabu. Lakini mimi nafundisha kwa sababu si tu nimethibitishwa na Benki ya Tanzania, lakini kitu napenda, lakini pia ndani yangu nasikia ni mzigo, nahitaji kuhudumia watu, na kupitia hiki watu wanapona na maisha yanabadilika. Sawa.
Natamani tusaidie katika hili. Ni watu wa makundi gani wanapaswa kutunza fedha? Au ni watu wenye kipato gani wanapaswa kutunza fedha? Naliuliza hili kwa sababu kuna baadhi ya watu wanafanya shughuli mbalimbali, wanaingiza kipato, lakini akipiga mahesabu ya matumizi yake ya mwezi mzima na anachokipata vitu viwili tofauti. Matumizi ni makubwa, anachopata ni kidogo. Sasa mtu kama huyu bado namsisitiza atunze fedha? Hapa naomba wasikilizaji wetu na watazamaji wetu watambue makundi makubwa matatu ya watu katika eneo la matumizi ya fedha, ili kila mtu ajitazame yuko kwenye kundi gani. Kundi la kwanza ni watu ambao wakipata fedha wanatumia, inaisha, alafu wanaenda kuazima fedha nyingine kwa watu wengine, wanaitumia nayo, maana yake wanatumia zaidi ya kipato chao. Kundi la kwanza. Kundi la pili ni watu ambao wakipata fedha, iwe mshahara au kazi au faida kwenye biashara, anatumia ile fedha aliyoipata, inaisha, alafu anaishia hapo, anatumia 100% yote. Kundi la tatu ni watu ambao anatumia fedha ile aliyoipata, lakini anaishia mahali fulani, anakata kwa ajili ya kubakiza sehemu kwa ajili ya ulinzi wake, kwa sababu fedha ni ulinzi. Kila asiye na fedha ni mtu ambaye muda wowote lolote zaidi kamtokea, na anaye miliki fedha muda wowote likitokea lolote anakuwa na silaha ya kumkinga, kwa sababu kuna mtu nakumbuka alikumbwa na majanga mbalimbali kwa hana fedha. Kilichomtokea, alikuwa na msongo wa mawazo, akapata kisukari. Watu wengine pia wanapata depression ya magonjwa ya akili. Kwa hiyo tukirudi kwenye swali, nani anatakiwa kutunza fedha? Naomba niende moja kwa moja kwa kusema kwamba ni kila mtu ambaye anapata nafasi ya kupata fedha, ya kutengeneza fedha, iwe anapata fedha kupitia kipaji, kupitia taaluma au kupitia ujuzi. Huyu mtu anapaswa kuwajibika kuitunza fedha, kwa sababu fedha ina kawaida moja. Ikija kwako ikakuta hauna tabia zinazoweza kuifanya ibakie kwako, inaondoka kwenda kwa wenye tabia ambao wanaweza wakaifanya ikae kwako, kwa sababu fedha ikifika mkononi mwa mtu huwa inajua moyo wako ukoje. Kama inajua wewe ni mtawanyaji, inaanza kutafuta njia ya kwenda. Ndio maana ukitaka kupima hii kitu utakuta watu wengi wakipata fedha ni kama vile moyo unakimbia mbio mbio, wanawaza nikaiteketezee wapi, na ikishaisha yote ndo anabaki anasema anaona kama amepumzika. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu ndani yake ana upungufu wa vinasaba vya hela. Kila anayepata fedha anao wajibu wa kutunza fedha. Lengo kuu la kutunza fedha ni kwa ajili ya mambo matatu. Moja ni kwa ajili ya dharura, changamoto zikitokea. Mbili ni kwa ajili ya malengo fulani ya muda mfupi au mrefu. Tatu ni kwa ajili ya uwekezaji kwa manufaa ya kujenga kesho iliyo bora. Narudia, lengo kuu la kupata fedha, mambo makubwa matatu lazima uyafanye tunapozungumzia kwenye utunzaji. Tunatunza fedha kwa ajili ya dharura, emergency fund, ambayo kitaalamu inatakiwa iwe angalau miezi 3 mpaka 6 uwe una fedha taslimu ambayo una uwezo wa kuendelea na maisha yale unayoyaishi hata bila kulazimika kufanya kazi. Labda tumuulize ndugu mtazamaji wetu, hivi hapo leo tukikatiza uwezekano wa kupata fedha, ni muda gani una uwezo wa kuishi pasipo kufanya kazi na ukaendelea na maisha yale yale? Unajua watazamaji majibu ushapata, wanashindwa tu kujibu hapo moja kwa moja. Yes. Kwa hiyo huo ndio utaratibu. Yes. Kwamba unatakiwa uwe na uwezo wa kutunza fedha hata kwa kipindi fulani mbele, miezi 2 mpaka 3, kwamba una kazi ile ambayo inakuingizia fedha, uwe na uwezo miezi 2 mpaka 3 ukaendelea kuishi vile vile. Lakini sasa swali langu la msingi bado liko pale pale. Inawezekana kuna watu wana mifumo sahihi ya kuingiza fedha. Ndio. Na fedha ambayo anaingiza ana uwezo wa kutumia, anajua katika hizi pesa nilizokuwa nazo kuna asilimia matumizi yangu ya mwezi mzima. Sawa. Kuna asilimia fulani nitawekeza, asilimia fulani ya akiba za dharura kama ambavyo umesema. Yupo mtu ana kipato hiko. Lakini kuna mwingine kila anachokipata chenye hakimtoshi. Wow. Sasa huyu anawekeza, anatunzaje fedha? Anatunzaje fedha? Nilitaka nianzie hapo. Nitoe mfano kwanza. Mwaka 2022 nilifanya semina ya uchumi na fedha mkoa wa Iringa. Na kuna mama mmoja baadaye nipigia simu akaniambia mwanae wa shuleni, baada ya kushiriki ile semina, nilikuwa na semina siku 3. Baada ya kushiriki ile semina
alianza kujifunza kuweka akiba. Mtoto akipewa 500 kwenda shuleni, alikuwa narudi siku ambao hajarudi na shilingi 200, alikuwa narudi na shilingi 100. Akawa anawaambia mama, yule mwalimu wangu sasa ituambia kwamba hata mtoto anaweza kuanza kuweka akiba, hata mtoto anaweza kaanza kutunza fedha, naomba unitunzie hii. Akamtengenezea kijikopo fulani, akakitoboa sehemu, akawa anamwekea. Akirudi na 100 anaweka, akirudi na 200 anaweka. Maana yake akawa amejengewa nini? Tabia ya kuweka nini? Akiba. Tunazungumzia ngazi ya mtoto. Vipi kwa mtu mzima ambaye anapata 200,000, 300,000, 400,000? Maana yake inawezekana. Shida iko hapa. Naomba watazamaji mnisikilize na mnielewe. Tatizo, tunapima maji ndipo tunapima unga. Maji nazungumzia mahitaji, matatizo na matamanio ya ulimwengu. Napozungumzia upande wa kitu kinaitwa unga ni fedha. Fedha siku zote iko limited. Haina uwezo wa kutimiza matakwa yote. Ni kama unga unataka kutengeneza ugali, utahitaji maji uyatazame kwa kuangalia kwanza unga ni kiasi gani. Usije kaweka unga kumbe ni unga robo, kumbe umeweka wewe mwenyewe umeandaa maji labda debe, maji gunia, maji kikopo kizima au maji lita 10 wakati unga ni kidogo. Hautapata ugali, utapata uji, na yamkini hata huo uji usipatikane, ukapata uji au ukapata maji yaliyochafuka. Ndio kinachotokea. Maana yake nini? Hatupimi, naomba nisisitize hapa kwenye kupanga budget. Hatuangalii ukubwa wa matatizo yetu ili tupange budget. Tunaangalia ukubwa wa kipato chetu ndipo tunapanga budget. Ndio maana kuna mtu hapa anatutazama na ni mwazi na mwaminifu moyoni mwake, anasema ukweli kwamba mwalimu, kuna kipindi na kuwa sina fedha na nina uwezo wa kuishi maisha ambayo siridhiki nayo, lakini kwa kipindi hicho naweza nikaishi. Kwa mfano, nyumbani kama kuna unga, labda kuna mboga, kuna mafuta, kuna gesi kwa mfano. Kuna mtu anaweza kamaliza mpaka wiki akiwa hana fedha na maisha yakaenda kwa sababu ana uhakika wa kula. Kumbe utagundua kwamba fedha ikiwepo ni rahisi sisi kuona mahitaji na kutamani kufanya matumizi. Kwa nini? Kwa sababu lengo kubwa la fedha inashawishi matumizi inapokuwepo, lakini inapokuwa haipo, mahitaji unayadharau, unayapuuza. Ndio maana kinaweza kapita kitu kizuri, ikapita ofa au ikapita jambo lote ambalo lingekuvutia, lakini kwa sababu wakati huo hauna fedha, unaona hii sio ya kwangu. Kumbe nikakumbuka, bahati ni nini maana yake? Bahati ni fursa inayokutana na maandalizi. Maandalizi ni ile fedha ulionayo. Fursa ni kile kitu kinachotokea. Unapokuwa hauna maandalizi, kila fursa inayotokea kwako huhesabu kama ni bahati. Maana yake hata vitu vitakavyotokea kwako hutavihesabu kama ni vya kwako. Utasema hivi havinihusu. Funika kombe, mwana haramu apite. Unaona maisha yanavyokwenda. Lakini saikolojia ya fedha imethibitisha kwamba watu wakiwa na fedha wanajisikia raha kuitumia fedha. Na baadaye ikishaisha ndipo wanaona kwamba acha maisha yaendelee kimya kimya bila kuhangaika. Kwa nini? Kwa sababu fedha ikiwepo, macho yanaona vitu vizuri kwa uwepesi kuliko inapokuwa haipo. Ndio maana unaweza kupita hapa mwanzo mpaka mwisho wa safari ukiwa hauna fedha ulioibeba. Ndio maana kwenye kanuni za kutunza fedha tunashauri kwamba ili uweze kujenga nidhamu ya fedha, jifunze kutembea bila fedha ambayo ipo tu, kwa sababu mara nyingi fedha ambayo ipo ni rahisi kupitiwa na fursa za dharura zisizo na msingi wala zisizo na mantiki yenye mlengo wa kukusaidia kutimiza target zako. Kwa hiyo unapokuwa una fedha, usipende kutembea na fedha wakati ambao hiyo fedha haiko kwenye budget. Kwa mfano, unaenda kuchomoa benki, labda fedha yote ya mshahara imeingia. Weka mfukoni, anza kutembea nao, nini kitakutokea? Wengi utanunua hiki, na kila anayekupigia simu, akipiga simu utahisi kwamba si fedha ipo inazungumza. Kwa hiyo kuna sauti mbili, kuna sauti ya akili na sauti ya fedha. Jifunze kuisikiliza sauti ya akili kuliko sauti ya fedha, kwa sababu sauti ya fedha itakupelekea kutumia fedha bila kutumia akili yenye mahesabu. Hautatumia fedha kimkakati, utatumia fedha kwa hisia, kwa sababu nguvu ya fedha imeaminiwa kwamba ina kawaida kukamata hisia za mwenye fedha. Sawa, mtazamaji, ni Festo Amos. Yeye ni mwalimu pia.
masuala ya uchumi na fedha, na ndio maana ninavyozungumza na mimi hapa pamoja na wewe mtazamaji, ni kana kombe ku darasani anatoa elimu, na bila shaka watazamaji wanakuelewa. Mwanzoni ulikuwa unazungumza makundi matatu, ukasema kuna kundi ambalo linatumia zaidi, hata fedha linatumia zaidi mpaka linamaliza, alafu linakwenda kukopa. Alafu kuna kundi lenyewe linatumia linamaliza, lakini hata kopi yuko tu anavumilia. Na kuna mwingine anapata fedha lakini anaipangilia, anaishi chini ya kipato. Sawa. Natamani tumzungumzie yule wa kwanza, yule anafeli wapi, ambaye ana fedha anazitumia zote, na akimaliza mahitaji bado yapo, anakwenda kukopa. Hivi kukopa, hamshauri ninyi wataalamu wa masuala ya fedha na uchumi? Nimeandikia kitabu cha mikopo na madeni, na nimezungumza elimu ya kina juu ya sanaa ya kucheza au kuhusiana na fedha za watu wengine. Anasema the art of playing with other people's money. Hii ni sanaa ambayo bahati mbaya hatufundishwi shuleni, bahati mbaya hatufundishwi nyumbani, hata kwenye nyumba zetu za ibada walio wengi hatufundishwi. Sanaa hii inasisitiza kwamba unaruhusiwa kutumia fedha ya watu wengine, lakini kwa makubaliano maalum. Kubaliano kuu la matumizi ya fedha za watu wengine ni kwamba hiyo fedha itarudi, na inawezekana ikarudi kwa riba au bila riba. Sasa changamoto inakuja kwamba tunapata makundi mawili. Kundi la kwanza ni lile ambalo linaenda kutumia fedha ya watu wengine baada ya kumaliza kutumia fedha zao. Yani anatumia fedha yake, kwa mfano labda ni mshahara au wanafunzi boom, anatumia fedha yote, inapokuwa imeisha akili yake inamwambia kwamba bado kuna mahitaji 1, 2, 3 unatamani uweze kuyapata. Sasa mfukoni fedha haipo, ila akili na moyo na hisia vinakwambia na kile tunatamani tungekipata, mwili ungekipata ili uridhike. Sasa unaenda kuchukua fedha kwa ajili ya kuja kujinunulia labda mahitaji, kwa ajili ya kujifanyia burudani na starehe, kwenda kuchangia watu vikoba, kina mama, kwenda kuchangia vikoba na michezo na shughuli. Lakini pia mwingine atasema nataka nichukue hii fedha kwa ajili labda ya kumalizia target nilizokuwa nazo. Shida, alipopata fedha aliitumia kwenye mambo ambayo hakuyapanga mpaka fedha ikaisha kabla yale malengo hayajatimia. Kwa hiyo ikamlazimu kwenda kuazima fedha ili atimize yale majukumu mengine ya msingi. Hili ni tatizo ambalo nimelikuta sehemu nyingi ambazo nimeenda kufundisha semina. Kuna mtu anakuambia kiukweli mwalimu, nasema ukweli kabisa kutoka moyoni, mimi naweza nikatoka hapa naenda sokoni au naenda mjini, naenda kununua vitu 1, 2, 3, lakini nikifika, kabla hata sijaanza kununua vile vitu ambavyo nimepanga kununua, huku njiani ela inaisha kabla sijanunua hata kimoja nilichokipanga kununua. Hawa watu wanakosa kitu kinaitwa self control, kujitawala na kujidhibiti na kujizuia. Lakini pia wanakosa kitu kinaitwa nidhamu. Nidhamu ni kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi hata kama hujisikii, na ni kutofanya kitu ambacho sio sahihi hata kama unashawishika kukifanya. Kwa hiyo kundi hili la watu ambao wana tabia ya kuchukua fedha za watu wengine kwenda kuzitumia kwa mahitaji yao pasipo kuzalisha, ndio kundi linaloongoza kuteswa na fedha za watu wengine, ndio linaloteswa na mikopo na madeni. Hapa ndipo tunasema jehanamu ya mikopo na jehanamu ya uchumi ni ya kwanza ni kukosa hela, ya pili ni kuteswa na mikopo na madeni. Sasa yule ambaye anaishi na mikopo anatakiwa, yani nidhamu iweje? Kwa sababu tayari fedha ametumia, amemaliza, lakini bado kuna mahitaji labda ya kifamilia, na akitazama ile mahitaji ni muhimu na kwa wakati huo anatamani kwenda kukopa sehemu. Nidhamu ya ukopaji inatakiwa iweje? Nidhamu ya kukopa, tuzungumzie kanuni za kukopa. Kanuni ya kwanza tunasema usikope fedha ambayo hujawahi kuimiliki. Yani yani kumiliki milioni 100 ni kosa kiuchumi, kwa sababu pesa ambayo hujawahi kuimiliki huwezi kuitawala. Fedha ambayo hujawahi kuitengeneza mwenyewe, tukikupa leo hii fedha itakuwa ni swala la muda tu, ama itapotea au utaitumia hovyo, utaitawanya bila mwelekeo. Baada ya hapo utabaki unajilaumu kwa majuto ya kupoteza fedha. Kwa hiyo
Cha kwanza, usikope fedha ambayo haujawahi kuimiliki, hiyo inakuzidi. Ndio maana watu wa vikoba mimi nawalaumu jambo moja. Anakuambia kwamba ukiwa na mtaji fulani ambao umeshawekeza labda kwenye kikundi fulani cha kikoba, nazungumza na wakina mama na kina baba ambao mnamiliki vikoba. Hii elimu ni elimu ya muhimu sana, ni elimu ya msingi ya uchumi na fedha ambayo ndio imebeba hatima ya mwongozo wa mafanikio ya kiuchumi. Huwezi kumpa mtu ambaye amefanikiwa kuweka milioni 5 kwenye kibubu chake au kwenye kikoba chake tangu amepambana. Kuna mwingine hiyo milioni 5 ndio aliyofanikiwa kuimiliki tangu anazaliwa. Kwenye heka zake za kuanza kuweka akiba alishashindwaga miaka yote, ila baada ya kufanikiwa kuingia kwenye hicho kikoba amefanikiwa kuitunza mpaka ikafikia milioni 5. Mnakuja mnampatia mara 4 yake, milioni 20. Hii milioni 20 iwe ataanzisha biashara. Mtu ambaye hajawahi kumiliki zaidi ya milioni 5, biashara ya milioni 20 hawezi kuiendesha. Obvious. Ukimpa hiyo milioni 20, kwanza kiipata ataenda kwanza kujipongeza, kumwagilia moyo. Cha pili, ataenda kutatua matatizo aliyokuwa nayo na mahitaji na matamanio aliyokuwa nayo. Fedha yote ataipeleka kwenye uwekezaji au kwenye uzalishaji. Cha tatu, hii fedha ataanza kuiona ni nyingi, kwa moyoni mwake atakuwa na shauku ya kutamani ajifurahishe kwenye mambo yote ambayo kwa kipindi alichokuwa hapati kiwango hicho cha fedha alikuwa anajizuia. Kila binadamu anatembea na njaa moyoni. Kila binadamu ana njaa ya moyoni ambayo anatembea nayo, ambapo siku akipata fedha atatamani hiyo njaa aweze kuitibu. Na wengi wanaitibu hiyo njaa kwa kufanyaje? Kwa kutumia fedha za mikopo. Kwa hiyo ndio maana ningeshauri sana usipende kukopa fedha ambayo inazidi nini? Kiwango cha fedha ulichokizoea. Jambo la pili, usikope fedha ambayo lengo lake sio kuzalisha. Kopa fedha kwa ajili ya kuzalisha. Na unapokuwa umekopa fedha, kuna kosa ambalo wengi wanalifanya. Anakopa milioni 10. Anachukua milioni 5 anapeleka kwenye uzalishaji. Anachukua milioni 5 nyingine anaipeleka kwenye mambo mengine nje na uzalishaji. Hii milioni 5 kuzalisha milioni 10 na ije izae na riba yake ni kivumbi ambacho ndugu yangu ukiingia ndani yake lazima utapata tabu kweli kweli. Kwa hiyo lazima tujifunze nidhamu ya kuishi katika vipengele, kwamba tukisema hii fedha ni kwa ajili ya biashara, iende kwenye biashara yote. Na kosa lingine ni marufuku kukopa fedha kwa ajili ya kwenda kusaidia watu. Kosa lingine ni marufuku kukopa fedha kwa ajili ya kutatua matatizo ya dharura, iwe ni ya kwako au ya ndugu zako. Sasa hapa tutagombana na watazamaji kwa sababu zifuatazo. Watanifokea kwa sababu sayansi ya uchumi na ulimwengu imehakikisha hivi: kila kitu kinachotokea kinakuwa kinajua, kinakuwa na milango au njia zaidi ya 100 zaidi ya jambo kuweza kukamilika. Ndio maana naambiwa mtu, kwa mfano, hata mtu ambaye akifa labda barabarani, mtu ambaye hajulikani, mgeni akifa barabarani akajikuta tu haieleweki ni mtu kutokea wapi, serikali itaingilia kati hilo jambo. Kama sio serikali, jamii itaingilia kati hilo jambo. Manake tatizo linapotokea linakuwa lina zaidi ya masuluhisho au solution au option zaidi ya 100 za kukabiliana na hilo jambo. Kwa matatizo ambayo huwezi kuyatatua, kiukweli hayo matatizo sio ya kwako, ni ya ulimwengu. Hii sayansi ni ngumu. Kama hutaelewa, ndugu mtazamaji, naomba uelewe tu concept ya uchumi, kwamba uchumi unahitaji uishi kwa kuangalia uwezo wako. Kuna watu wamejiingiza kwenye madeni ya kwenda kutatua matatizo yaliyo nje ya uwezo wao, halafu baadaye imepoteza mwelekeo wa maisha yao na kuvuruga jumla hata ndoto zao na hatima yao. Kuna aina ya madeni ukiingia yanapelekea hata kusambaratisha familia. Kuna watu wakiingia kwenye madeni fulani, familia zao, mke mme wanakuwa hawaelewani mle ndani, ni ngumi tu, ni vurugu. Na hapa kwa wanawake huwa na shauri, usikope fedha bila kumjulisha au kumomba ruhusa au kukubaliana na mwenza wako, kwa sababu hii fedha hali itakapogeuka, mwanamke akitaka kukopa
hatakiwi kumshirikisha mwenza wake. Sayansi ya uchumi imethibitishwa kwamba msimamizi mkuu wa uchumi wa familia ni mwanaume. Msimamizi mkuu wa uchumi wa familia ni mwanaume. Kwa hiyo sometimes kuna baadhi ya malengo kulingana na ukubwa wake au riski yake, mwanaume anaweza kaitake kwa kuogopa, labda kulingana na moyo anavyojua moyo wa mke wake au mwenza wake, namna anavyomjua uwezo wake wa kuhandle issues. Ndio maana baadhi ya vitu wanaweza kufanya bila kushirikisha. Lakini kwa nini nazungumzia mwanamke asikope fedha yoyote bila kumshirikisha mwenza wake? Ni kwa sababu akikopa fedha bila kumshirikisha mwenza wake inaweza ikaleta vurugu baadaye, pindi itakapoonekana kwamba mwanaume anahitajika kuingia gharama ya kulipa mkopo ambao hakushirikishwa wakati unatengenezwa. Hii itasaidia kuepuka migogoro, kwa sababu kanuni imethibitishwa kukiwa na migogoro kwenye ndoa. Actually mimi sio mwanandoa, sizungumzi ushauri wa ndoa, ila nazungumza kwenye uchumi. Naomba unielewe tafadhali, ndugu mtazamaji, nielewe kwenye eneo la uchumi kwamba ndoa zindizo na vurugu mechi, uchumi unadumaa. Kwa hiyo ili moja ya kitu ambacho kimethibitishwa kuleta vurugu ni pamoja na kukosa maelewano ya kiuchumi, na eneo mojawapo linalohitaji maelewano ya kiuchumi ni eneo la mikopo na madeni. Kuna mtu alienda kukopa akaweka rehani nyumba ya familia na alikuwa mwanamama. Baadaye nyumba ikaja kupigwa mnada. Ilikuwa ni vurugu ambayo mpaka kesho kutwa kesi yake ni ngumu sana kuamua. Kwa hiyo ninazungumza kwamba maelewano ya kiuchumi na maelewano ya kimahusiano yanasaidia sana kwenye kitu kinaitwa economic sustainability, kwa sababu amani inavuta uchumi, amani inaleta ongezeko, amani inaleta baraka. Lakini vurugu, bara, ugomvi, kila mtu anaanza kuchuma kupeleka sehemu yake akitaka kujihami. Uchumi utakuwa kuelekea wapi? Ni ngumu sana. Jambo lingine kwa kumalizia kipengele hiki ni kwamba usikope fedha ambayo haujapanga kwa sababu umepata fursa. Hatukopi kwa sababu umepata fursa. Kuna mtu anakuja na kwambia, ndugu yangu wewe unakopesheka kwa sababu wewe ni mwajiriwa. Wewe unakopesheka kwa sababu labda una biashara. Wewe unakopesheka labda kwa sababu unaonekana ni mtu mwaminifu, ni mtu smart. Iwe ni taasisi, iwe ni benki, kampuni au mtu binafsi anakushawishi. Usikubali kushawishiwa kuingia kwenye mkopo ambao hujapanga wewe. Mpango wa kukopa uanze na wewe, usianze na mkopeshaji. Kumbuka, mkopeshaji ndiye mnufaika mkuu wa mkopo kuliko mkopaji. Lazima tuelewane hapa. Na yote nimeeleza kwenye mwongozo huu. Bwana Festo, ukitembea kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wanakuambia ukiwa unamiliki line ya simu kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja umetosha yaani una sifa ya kukopeshwa. Sasa najaribu kukuelewa unaposema kwamba usiingie kwenye huo mtego, yaani usishawishiwe na mkopeshaji kwa sababu yeye ndio mnufaika mkubwa kuliko wewe. Wao wanafanya hivyo kwa sababu una line umeweza kuitumia kwa zaidi ya mwaka mmoja bila kuibadilisha, tayari una sifa za kukopa. Kwa hiyo hili ni tatizo. Ni tatizo sio kidogo, kwa sababu mahali popote unapoambiwa hii kuna fursa, ukishawishika, ukiona unashawishika au unashauriwa, unahimizwa kwamba hapa ni fursa, ujue wewe ndio fursa. Kwa hiyo usiingie kwenye mtego wa ushawishi au vishawishi vya namna yoyote. Hata kwenye mauzo tunasema hivi, ukiona mtu anakushawishi kwenye mauzo, unajua tumepunguza ni 90%, yani wewe unatoa 10% tu. Ndugu yangu, kuna mfanyabiashara gani ambaye yuko tayari kutoa punguzo la 90% akupe wewe ulipe tu 10% kwamba hiyo kitu haipo? Maana yake ni psychological trap, ni mitego ya kisaikolojia. Lengo ni kuinasa hela yako. Unajua pesa ni kitu ambacho kinapiganiwa na kila mtu. Kwa hiyo vita ya pesa ni kwamba anayeshinda ni yule anayebaki na pesa mkononi. Kwa jitahidi kwenye vita ya fedha uwe mshindi, na ili uwe mshindi hakikisha unabaki ama kutofanya maamuzi ambayo hayatokani na maono yako, kwa sababu unapokuwa umechukua hatua kutekeleza ushawishi ulioshawishiwa na mtu, kumbuka umeenda wewe, umekuwa ni sababu ya kutimiza maono ya mwingine na kuhama kwenye reli ya malengo yako. Sasa Bwana Festo, kwa maelezo yako kama unanipa taswira kwamba kukopa si kitu ambacho kinafaa, na ili mtu akope anatakiwa awe na sifa gani au awe na mahitaji gani? Sasa wewe unapaswa kukopa. Jambo la kwanza sifa za kukopa, yani ili useme kwamba unafaa kukopa, cha kwanza lazima uwe na lengo la kukopa. Yani sababu za kukopa ziwe kubwa kuliko sababu za kutokopa.
Yani sababu zinazokusukuma kukopa zinatakiwa ziwe na nguvu kuliko sababu za kutokukopa, kwa sababu unaambiwa kuliko kufanya kitu ambacho unaliona anguko lake mbele, ni afadhali usingechukua hiyo hatua, au ni aheri kubakia pale pale kuliko kurudi nyuma. Kisaikolojia, kwa mtu ambaye amefikwa na jambo alafu anahitaji kukopa, ni ngumu sana kuliona anguko. Yaani yeye kwa sababu ya mazingira aliyokuwa nao kwa wakati ule, anguko huwa halioni. Yeye anaona mafanikio tu akienda kukopa. Sijui unaiona hiyo? Au ndio ile tunasema kwamba ni vigumu sana kumshauri mtu anayekaribia kutapeliwa. Actually ni sahihi, lakini tujifunze pia hata kwenye nyakati za mambo ambayo hatukuyatarajia, tujifunze kutumia akili kuliko hisia, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vimethibitishwa kukamata hisia ni matatizo, majanga, changamoto huwa vinakamata sana akili, na ndio maana unashauriwa usifanye maamuzi ya kifedha au maamuzi magumu unapokuwa kwenye shida nzito, au unapokuwa kwenye depression, uko down au uko kwenye hisia za juu, umehamasika, hamasa iko juu, furaha iko juu, yani wanasema uko lele, yani umemwagika hivi, yani akili yenyewe imepause ila hisia zimeinuka. Usifanye maamuzi. Mara nyingi maamuzi ya namna hiyo yanakuja kuishia kwenye majuto, kwa sababu hayawi na logic za kimahesabu na kimkakati. Na hii itakusaidia kuweza kubaki kwenye utulivu ili baadaye uje ufanye. Ndio maana moja ya kanuni nyingine hata kwenye masuala ya matumizi ya fedha tunashauri, unapokuwa umepata fedha ukiwa kwenye furaha kubwa, usifanye maamuzi ya kutumia fedha kwa wakati huo. Tulia kwanza, hisia zikitulia ndipo uje uiambie fedha, ndugu yangu, kaa hapa, nataka uende hapa, uende hapa. Uzungumze na fedha vizuri. Ndio maana wanaambiwa hivi kwamba budget ni kuiambia fedha iende wapi kabla haijaenda, na sio kujiuliza imeenda wapi unapokuwa hauioni. Huwezi kuiambia fedha iende huku wakati uko kwenye hisia ambazo zinakuwa zikikutamanisha vitu fulani ili ujisikie. Hautafanya maamuzi ili ufike mahali, utafanya maamuzi ili ujisikie namna fulani. Na kule kujisikia kukipotea, ndipo akili itakuja kukumbusha umeyumba 1, 2, 3. Kwa hiyo kwenye changamoto na shida, kopa ukiwa na sababu za kukopa kuliko sababu za kutokopa. Jambo la pili, ukope kwa mahesabu, ukijua utatumia njia gani ili kurudisha ile fedha. Na moja ya eneo lingine ambao huwa tunashauri, usikope hela inayozidi kipato chako cha mwezi. Kwa nini? Kwa sababu kipato chako cha mwezi labda ni 500,000, ukikopa milioni, hii milioni lazima mtagombana na huyu mtu anayekukopesha. Lakini pia kwenye kukopa tunashauri njia ya muhimu kuliko vyote, kopa kuendeleza biashara, sio kuanzisha biashara. Kwa nini kuendeleza biashara? Kwa sababu biashara tunasema ina hatua zake. Ina hatua za kupanda, kushuka, maanguko, kujifunza, kupata uzoefu mpya, kukutana na mabadiliko fulani ya kimasoko na kadhalika. Sasa kwenye mazingira kama hayo, lazima uwe ni mtu ambaye moyo wako na akili yako na mwili wako vimejitayarisha kukutana na lolote. Kwenye biashara lolote linaweza likatokea. Na linapokuwa limetokea jambo ambalo halikutarajiwa, mara nyingi ni afadhali tunasema ujifunzie chombo cha kwako kuliko kujifunzia chombo cha jirani, kwa sababu ukijifunzia chombo cha jirani ukikiharibu utalazimika kukilipa. Ndio maana dawa kubwa ya deni ni kulipa, wala sio kusamehewa wala kuhurumiwa, na wengi wanatiatia huruma tu kazi. Nakushukuru sana mtazamaji. Huyo ni Festo Amos. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na fedha ambaye ameidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania kutoa hizi elimu za fedha. Wataalamu wa fedha kama nyinyi au wataalamu wa biashara huwa wanasema kwamba biashara si mtaji, biashara ni wazo. Yes. Uwe na wazo ya biashara yenyewe. Lakini hapo tunaambiwa kwamba usiogope kukopa. Kopa sehemu A, halafu nenda kakope sehemu B, ulipe A. Nenda kakope sehemu C, lipa sehemu B. Huku biashara zako zinakwenda. Na wengi waliofanikiwa, wafanya biashara wengi ni wakopaji, na wakopa katika maeneo tofauti, na tunaona maendeleo yao katika biashara zao. Lakini kama vile unajaribu kuambia Watanzania waingiwe hofu hivi kwenye kukopa. Sawa sana. Mikopo ya kitajiri na mikopo ya kimaskini
ni vitu viwili tofauti. Mikopo ni mkopo ni mkopo. Mikopo tofauti ya hizi aina za mikopo, mikopo ya watu wanaojenga uchumi mkubwa na mikopo ya watu ambao wanateseka na kuhangaika. Tofauti zake ni kwamba wanaokopa na kwenda kuhangaika ni wale ambao wanakopa bila kwanza uelewa na ufahamu wa masuala ya fedha. Fedha ina mahesabu yake. Kuna mtaalamu mmoja nilikuwa namsikiliza, anasema kwamba aliwahi kwenda kukaa mezani na benki moja kibiashara kwa habari ya kukopeshana. Akachukua milioni 500 kwenda kufanyia biashara zake. Baada ya miaka miwili benki walimuita tena wakamwambia, tunaomba tunasema wavunje ule mkataba na ule mkopo wa ugairishe. Anasema huu mkopo ulituingiza chaka, kwa sababu yule alienda kukopa alikuwa ni mtaalamu zaidi wa masuala ya fedha, anazijua hesabu za hela vizuri, anazijua kanuni kisawasawa za ukopaji, ukopeshaji na zile terms and conditions. Yani kuna ndani nimeandika baadhi ya vitu ambavyo wakopeshaji hawawaambii wakopaji. Sasa vile vitu ambavyo hawawaambii, sasa yeye alikuwa ni mtaalamu, amevichimba zaidi, kwa sababu alikuwa na uelewa kuwazidi wale waliokuwa kwenye ile cabinet. Unaambiwa ule mkataba yeye ndiye alikuwa amewapiga. Kivipi? Kwa sababu alikuwa anajua ufahamu wa mahesabu, kwamba nikipiga 1% hii kwa mwezi, hii 1% kwa mwaka, maana yake kwangu mimi itanilipa hivi, huku mimi itakuwa inacheza hivi. Sasa kama hauna uelewa huo, ndio maana tafiti zinaonyesha kwamba wakopaji wakikopa watu 10 kwenye masuala ya fedha haya, asilimia ni watu 2 tu wanaorudisha bila stress, na 4 wanateseka mpaka kurudisha, na wengine wanashindwa kabisa. Kwa sababu gani? Watu wanakopa bila uelewa wa masuala ya mikopo na fedha. Hizi fedha, ndugu zanguni, hizi fedha zina elimu yake ambayo ni nzito, ambayo inahitaji mtu ukae, akili itulie. Ndio maana unaambiwa kama hauwezi kuna nini? Yaani kama umeshindwa kukuza hela yako, huwezi kukuza hela ya mwingine. Ndio maana kuna tofauti ya mtu anaenda kukopa fedha kwa sababu amechoma mtaji wake, na mtu anaenda kukopa fedha kwa sababu mtaji wake unasonga mbele na unaendelea kustawi, na ameiona fursa ya soko kubwa ambalo anataka kuongeza nguvu ili awafikie zaidi. Kwa mikopo ya kimaskini ni kwamba amepata hasara kwenye biashara yake, fedha yake imepotea, anaenda kuchukua fedha za watu wengine, anazipeleka pale pale ilipoteketezewa fedha yake mwenyewe. Fedha ya kwako kama imekushinda kulinda, huwezi kulinda fedha ya mtu mwingine. Hiyo ni kanuni ambayo ukisikiliza ukiwa umechukia, una hasira, una stress, utamchukia mwalimu. Lakini ukisikiliza kama umetulia ili ujifunze, utagundua kuna kitu kipya kinaingia kwenye ufahamu wako. Kwa hiyo hatukopi kwa sababu fedha yetu imeisha. Yaani unapoona fedha yako imeisha, tatizo sio fedha, tatizo ni wewe. Unatakiwa ujishughulikie wewe, ili kwamba uwe na uwezo wa kutumia vizuri kile cha kwako kwanza, ili cha mwingine kikija kikute cha kwako kiko salama. Hivi kweli ndugu yangu, hivi unaweza ukapata nguvu ya kumpa mtu akulelee mtoto wakati watoto wake amewapiga na kuwaua kwa sababu ya malezi na hasira na yani mtu kichaa ambaye ana matatizo ya afya ya akili? Naomba sizungumzi wakopaji hapa, nazungumzia concept ya afya ya akili na malezi. Naomba tuelewane hapa, alafu nitakurejesha kwenye uchumi. Sayansi ya kukopa fedha ukiwa umechoma mtaji ni sawa na kusema kuna mtu ambaye ni kichaa, akili haiko sawa, amempiga mtoto wake au amepiga watoto wake mpaka amewaua, kesi inaendelea, halafu bado unapeleka watoto wako awalee. Utakuwa na hakika watoto watakuwa salama? Tuzungumze katika concept hiyo. Wewe bado unarudi pale pale kwamba kama umeshindwa kutunza fedha zako, huwezi kutunza fedha za wengine. Huo ni ukweli. Okay. Sawa, mtazamaji, ni Bwana Festo katika eneo hili la kutunza fedha. Fedha zinatakiwa kutunzwa wapi? Mwanzoni ulisema kwamba kule Iringa kuna mama alimtengenezea mtoto wake kibubu kile